uchawi, dhidi ya mambo mabaya yote, dhidi ya mikosi, dhidi ya kila mpango wa shetani. Ni wewe Bwana unalinda familia yangu. Yes. Mwambie tu, fungua kinywa chako pale ulipo. Yes, mwambie ni wewe Bwana. Mwambie ni wewe Bwana. Inawezekana hujaona alichokifanya kwenye maisha yako, lakini nataka kuhakikishia yako yaliyotendeka ambayo hukuyaona, hata ungeyasikia ungetetemeka. Mwambie ni wewe Bwana umetenda. Mwambie ni wewe Bwana umefanya. Mwambie ni wewe Bwana mtetezi wangu. Mwambie ni wewe unanipigania. Mwambie ni wewe unaniokoa. Mwambie ni wewe unafanikisha mipango yangu. Mwambie ni wewe Bwana umekuwa nami usiku na mchana. Umekuwa na mimi asubuhi, mchana, jioni. Umekuwa na mimi niingiapo na nitokapo. Umekuwa na mimi kila nilipo. Ni wewe Bwana msaada wangu. Ni wewe Bwana tegemeo langu. Ni wewe Bwana, ni wewe msaada wangu wa karibu. Ni wewe rafiki yangu wa karibu. Sina mwingine, ni wewe. Mwambie ni wewe. Mwambie ni wewe Bwana. Wewe Bwana, ni wewe Bwana mtetezi wa familia. Mwambie ni wewe. Mwambie ni wewe. Maadui walipochinua kuiangusha familia yangu, nimekuwa mwaminifu Bwana. Umekuwa pamoja na familia yangu. Jina lako litukuzwe. Jina lako litukuzwe. Na utukufu ni zako Bwana. Amen. Hebu mpe Yesu makofi ya utukufu. Mpe Yesu makofi ya utukufu tena. Naomba kusimama tuombe. Baba Mungu, tunakushukuru kwa kutupa nafasi hii tena. Tuko tayari kujifunza kutoka kwako. Tunakuomba Mungu, Roho wako awe pamoja nasi kuyatenda yote uliyokusudia. Kuzihudumia roho hizi zote ulizozileta mahali hapa chini ya dari hii, Mungu, wakiwa wamekujia wewe uliye chanzo cha uzima wao, chanzo cha baraka zao na mafanikio yao. Wewe uliye na uwezo wa kutatua changamoto na shida walizo nazo, unayewajiwa kila mmoja kwa mawazo yake alionayo katika moyo wake. Baba Mungu, tunakuomba yatende yote kwa utukufu wako katika jina la Yesu Kristo. Ninasimama kinyume kabisa na kila tawala na falme za kuzimu, za kipepo, za mashetani na kila utendaji usiotokana nawe Bwana. Ninazikamata na kuzifunga kwa mamlaka ya jina lako. Bali Roho wako atawale Bwana, na mimi mtumishi wako najitiisha chini ya utawala wa Roho wako. Ukaniongoze, ukaniwezeshe kuzinena zile siri za ufalme wako ili kuponya kanisa la mahali hapa. Asante Bwana kwa sababu umesikia na utatenda. Jina lako litukuzwe katika jina la Yesu nimeomba. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Yesu makofi ya utukufu pale ulipo. Makofi yako yatoshi kama unampigia Bwana Yesu. Pigie tena makofi zaidi. Amen. Karibu kaka kiti chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ongera kwa kuweza kupata nafasi ya kuhudhuria maombi haya ya siku 14 tunayoendelea nayo, lakini nikupongeze kipekee pia kwa kuweza kupata nafasi kutimiza moja kati ya amri za Mungu, kukusanyika siku ya Bwana. Haleluya. Haleluya. Haleluya kanisa. Haleluya. Haleluya. Kama una amani nisikia amen kubwa na vigelegele kwa kila mara. Amen. Yes. Basi namshukuru Mungu kwa kutupa neema tena kuwa hapa siku ya leo. Kipekee mimi kama mtumishi wako na kama kiongozi wako wa kiroho, namshukuru Mungu kupata neema hii. Sio wengi wanaweza kujua kwamba ni kwa neema ya Mungu tu wamepata hata nafasi ya kusimama kuhutubu tena. Lakini mimi nafahamu ni neema ya Mungu imeniwezesha kuwa hapa tena. Haleluya. Lakini namshukuru Mungu pia kwa ajili yako na familia yako. Naona uso wako umejaa tabasamu, una furaha. Bila shaka Mungu amekutendea mema, jina lake litukuzwe. Sema amen. Leo ni siku ya Bwana ambayo tumekusanyika tena tukiwa na mambo kadha wa kadha. Jambo la kwanza kabisa ni kuendelea na ratiba yetu ya maombi tunayoendelea nayo hapa kanisani. Lakini jambo la pili ni kutimiza amri za Mungu kwamba leo ni siku ya Jumapili, tunapaswa kukusanyika na kujifunza na kuomba na kumwabudu Mungu na kumtolea sadaka zetu.
Kwa hiyo kwa kuwa tuna ratiba tunaendelea nayo ya maombi, muendelezo wa somo letu utakuwa unafungamana na yale mafundisho tumekuwa tukiendelea nayo wiki nzima. Kwa hiyo ujumbe wa leo utakuwa nao unahusu familia zetu, kwa sababu maombi yetu ni kwa ajili ya kushughulika na hitaji la kila mtu binafsi na kila familia. Kwa hiyo tumekuwa tukieleza vitu mbalimbali vinavyosababisha familia nyingi hazimuoni Mungu wala hazipenyi, na watu binafsi kutokumuona Mungu katika maisha yao. Na asubuhi ya leo tunataka kujifunza kwa habari ya umuhimu wa uweza wa Mungu katika maisha na katika familia. Umuhimu wa uweza wa Mungu katika maisha ya mtu na katika familia. Naweza kuandika hivyo: umuhimu wa uweza wa Mungu katika maisha ya mtu na katika familia. Umuhimu wa uweza wa Mungu katika maisha ya mtu na katika familia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Nianze kwa kusema uweza ni sehemu ya zile roho 7 za Mungu. Uweza ni sehemu ya zile roho 7 za Mungu. Ninaomba nianze na kitabu kile cha Isaya. Kitabu cha Isaya, nabii Isaya. Nisome Isaya ile sura ya 11. Isaya sura ya 11 mstari wa 2 inasema, au nianzie mstari wa kwanza na wa 2. Nasema, basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda, na roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima, roho ya ufahamu, roho ya ushauri, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Unaona pale anasema roho ya shauri na uweza, roho ya uweza. Hebu sema roho ya uweza. Rudia tena roho ya uweza. Rudia tena roho ya uweza. Okay. Naomba nianzie hapa kwamba uweza ni roho. Uweza ni roho kati ya zile roho 7 za Mungu, ambapo mtu yeyote anayemtegemea Mungu hupewa roho hiyo ya uweza, ambayo itamwezesha kufanya mambo ambayo kikawaida na kifikra za kibinadamu hayawezekani kabisa. Uweza ni roho itendayo kazi katika kumwezesha mtu yoyote kufanya mambo ya kiungu, mambo ya kiungu, mambo ya kiungu. Kama kuna mission yoyote ulioko nayo ya kuhubiri Injili, hii mission yoyote ambayo Mungu amekupa, lazima upokee roho ya uweza katika kukufanikisha katika jambo hili. Unataka ni mwanafunzi unasoma, unataka kuperform, uwe na uscore katika performance ambazo hazijawahi kuwepo, lazima ukubali kupokea roho ya uweza kukuwezesha. Kwa sababu kwa akili za kibinadamu tunapopambana kujaribu kubadilisha maisha yetu, adui husimama kupinga, kuzuia kile chema unachotaka kukifanya. Ndio maana unaona kwamba kuna watu walikuwa wanafanya vizuri katika maisha yao wakadrop na hawajui sababu nini. Kitu kilichotokea ni kwamba walipungukiwa na uweza wa Mungu katika maisha yao, na yamkini shetani akatumia mwanya huo kuvuruga kila kitu katika maisha yao. Maandiko yanatueleza vizuri kwamba kila kitu unachokiona katika dunia hii kilifanyika kwa uwezo wa Mungu. Haleluya. Nataka uelewe vizuri, hii itakusaidia. Kitakacho kufanya wewe kuwa tofauti na wengine ni nguvu ulizo nazo. Nilikueleza katika mwanzo wa mafundisho haya ambayo tulikuwa nayo katika kongamano la siku 14
nikakwambia moja kati ya vitu vimefanya watu wengi kushindwa kufikia ndoto zao na kufanikiwa kimaisha, au familia nyingi kushindwa kufikia ndoto zao na kufanikiwa kimaisha, ni kupungukiwa na nguvu za kiungu. Kwamba ni nguvu ndizo zinazosababisha jambo kutendeka, nguvu za kiungu. Lakini ukishakosa nguvu za kiungu, utakuwa kama wanadamu wengine tu wasioweza kufanya vitu vya tofauti. Haleluya. Haleluya. Kwa ukitaka kuwa tofauti, lazima uwe na cha kufanya kuwa tofauti. Wengine kwenye familia walipambana, wakataka kubadilisha maisha yao, wakapigwa na kitu kinachoitwa laana, wakafa. Wengine walipigwa na uchawi, wakalogwa, wakafa. Wengine walipigwa na mauti, ikawaua. Shetani alipoona kwamba wanataka kuleta tofauti ndani ya familia. Watu walisoma wakafika chuo kikuu, walipomaliza tu wakauawa kichawi. Nini walichopungukiwa? Walipungukiwa na nguvu za kiungu kuweza kufanya resistance, ili kuweza kupinga utawala uovu, utawala wa uovu wa kishetani, au utawala wa uovu unaotoka kuzimu. Lazima mtu awe na nguvu za kuweza kupambana na ufalme huo. Lakini kama huna nguvu, utashindwa tu. Ndio maana ni muhimu upokee nguvu. Haleluya. Haleluya. Sasa tunapozungumza kwa habari ya uweza, roho ya uweza ni roho inayokuwezesha wewe kila unachotaka kukifanya uweze kukifanya. Yaani kama nataka kujenga, nahitaji niwe na uwezo wa kuweza kujenga. Kama nataka kufanya biashara, nahitaji kuwa na uwezo wa kufanya biashara. Nataka kuhubiri injili, natakiwa niwe na uwezo wa kuhubiri injili. Nataka kusoma, nahitaji niwe na uwezo wa uelewa darasani. Ndio maana watoto wakiwa wafanye vizuri darasani, walichopungukiwa ni roho ya uweza. Anakuambia siwezi hesabu. It means kwamba ile roho ya uweza haipo kwake. Ndio maana hesabu zinamtesa. Anahitaji kuombewa roho ya uweza katika yale mambo asiyoyaweza. Sema amen. Sema amen kubwa. Sema amen kubwa. Na kila mtu anaweza. Kila mtu anaweza. Ninyi nyote mlio hapa, yani kufikia mambo makubwa kimaisha mnaweza. Kuwa viongozi katika nchi hii mnaweza. Kuwa watu ambao ni wa ndoto zile mlizo nazo mnaweza. Lakini hamtaweza tu kwa kufikiria, hamtaweza tu kwa kudhani kwenye akili zenu, ila mtaweza kwa kupokea roho inayokuwezesha. Haleluya. 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 Hebu sema nahitaji uweza katika maisha yangu. Sasa mtu ambaye amekwamishwa, familia yote haikuwahi kumiliki gari, hakuna mtu aliyeolewa kwa heshima, hakuna mtu ambaye anaishi na mke mpaka sasa. Kitu kilichotokea, adui alivamia familia na kuleta uharibifu. Ili mtu aweze kuinuka na kuyafanya mambo mapya ambayo hayakutendeka kule nyuma, atahitaji awe na kitu cha ziada ambacho wale walioshindwa hawakuwa nacho. Na hicho kitu cha tofauti ambacho wengine hawakuwa nacho kinaitwa nguvu. Lakini katika nguvu kuna uweza. Yaani zile roho saba za Mungu, kuna roho ya uweza, roho ya hekima, roho ya maarifa, roho ya kumcha Bwana. Haleluya. 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 Na wewe unayeombea familia sasa, unahitaji roho ya uweza katika kuibeba ile familia kwa maombi, katika kuharibu zile madhabahu ambazo sio za Mungu kwenye familia yako, katika kukomesha mambo yasiyofaa kwenye familia yako unayoyajua, ili kuruhusu Mungu atembee na ile familia tena. Sema amina. So unahitaji uweza. Mimi ninayekuhubiria hapa, ninahitaji roho ya uweza kuniwezesha kulisema neno la Mungu kwa ufasaha. Maana nisipopata hiyo roho ya uweza, nitahubiri mambo ambayo hayataleta matokeo kwenye maisha yako. Haleluya. Haleluya. Hata kufunga na kuomba kunahitaji roho ya uweza. Kumwimbia Mungu kunahitaji roho ya uweza. Kuwa mtenda kazi kunahitaji roho ya uweza. Hakuna jambo lisilohitaji roho hii ya uweza. Hakuna jambo lisilohitaji roho hii.
Mahusiano yanaanza na kujikia njiani, yanaanza mengine yanakufa, yanaanza mengine yanakufa. There is something that you are lacking. Kuna kitu unapungukiwa ambacho ni roho ya uweza. Kufanya mahusiano ya machue, kufanya mahusiano yafike kwenye kilele kinachotakiwa, hatimaye muingie kwenye ndoa. Sema amina kubwa. Roho ya uweza. Wengine inawezekana kwenye familia kutokea hapo ulipo wote walishindwa, wote hawakuweza katika eneo fulani, lakini wewe unatamani kuweza. Ili uweze utahitaji roho ya uweza, ambayo ni roho ya kukuwezesha wewe kuyafanya hayo ambayo wengine hawakuweza. Hiyo ndio itakao kufanya tofauti na wao. Haleluya. Naomba tuanze kuchambua maandiko. Kitabu kile cha Yeremia sura 27 na mstari wa 5. Yeremia 27 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema hivi: mimi nimeumba dunia hii, wanadamu na wanyama walio juu ya uso wa nchi, kwa uweza wangu mkuu na kwa mkono wangu ulionyoshwa, nami nawapa watu kama inipendezavyo. Anasema mimi nimeumba dunia hii na vitu vyote, nikaumba wanyama, nikaumba vitu vyote vilivyopo kwa uweza wangu ule mkuu. Haleluya. Haleluya. Alafu anasema mimi nawapa wanadamu kama nipendavyo. Kwamba anaweza kukupa mahali popote, hata akitaka ukakae Marekani leo utakaa, akitaka ukae India utakaa, akitaka ukae Uingereza utakaa, akitaka umiliki vitu vikubwa vya thamani utamiliki, maana anawapa wanadamu kama atakavyo yeye. Hebu sema miti iliumbwa kwa uwezo wa Bwana. Sema mimi niliumbwa kwa uwezo wa Bwana. Arudia tena, sema mimi niliumbwa kwa uwezo wa Bwana. Sema vyote vimefanyika kwa uwezo wa Bwana. Okay. Nataka uelewe hiyo point. Sasa Biblia kwenye kitabu cha Zaburi 82 mstari ule wa 6 anasema ndinyi miungu na wana wa aliye juu nyote pia. Kama Mungu aliumba vyote kwa uweza wake, tena ule uweza mkuu, anasema ninyi ni wana wa Mungu aliye juu, ninyi nyote. Yesu alipokuja akakuta watu hawaelewi sentensi hiyo, hawaelewi kitu alichokizungumza. Akawaambia tena kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 10 mstari wa 34 na 35, anasema kwamba hamkusoma maandiko kwamba yeye aliwaumba alisema ndinyi miungu na wana wa aliye juu. Na ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, na maandiko hayataweza kutanguka. Haleluya. Haleluya. Kwamba utaki kuitwa mwana wa Mungu au utaki kuitwa Mungu kama Mungu alivyokuita, basi maandiko hayawezi kubadilika, yatabakia hivyo hivyo. Haleluya. Hebu sema nimeitwa Mungu. Nielewe labda. Can we read there? Nataka kukuonyesha ni nini unapaswa kufanya. Usichanganyikiwe sana unapoangalia maisha yako. Maisha yako yana mbadala, na mbadala huu ni Mungu peke yake. Sio kulia au sio kuhuzunika sana, sio kukimbia, changamoto unazokumbana nazo. Unahitaji uwezo wa Mungu katika kupambana na kila kitu. Zaburi ya 82 na ule mstari wa 6. Umenisome pale. Inasema mimi nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu nyote pia. Mimi nimesema, mimi Mungu nimesema ndinyi miungu. Mimi Mungu nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu nyote pia, nyote kabisa. Mimi Mungu nimesema. Haya. Yesu wakati akakuta bado waelewi hilo neno Mungu alisema. Yohana sura ile ya 10. Yohana ile sura ya 10. Nikusomee mstari ule wa 34 na 35. Biblia inasema, Yesu akajibu, je, haikuandikwa katika Torati yenu
ya kwamba mimi nimesema ndinyi miungu? Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka. Maandiko hayawezi kutanguka. Yaani maandiko hayawezi kuwa tofauti na jinsi ilivyo neno. Kwamba kama uliitwa mwana wa Mungu na umeitwa Mungu na aliye juu, andiko hili halitabadilika. So, sifa mojawapo ya Mungu, aliumba vitu vyote vinavyoonekana kwa uweza wake mkuu. Haleluya. 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 Na wewe umeitwa mwana wa Mungu aliye juu. Umeitwa miungu na wana wa aliye juu nyote pia. Moja kati ya sifa tunaitarajia kwako ni kubadilisha mazingira ya familia usiyoyataka kwa sasa. Narudia hiyo. Na Roho wa Bwana atakuwa juu yake, roho ya uweza, roho ya maarifa, roho ya hekima na roho ya kumcha Bwana. Roho ya uweza itakaa juu ya mtu anayetaka, anayekusudia kulipeleka kusudi la Mungu kwenye familia. Sema amina kubwa. Amen. Ambaye sio mwingine ni wewe hapo. Haleluya. Hiyo Roho wa Bwana akiwa juu yako, unakomesha mauti inayopiga watu inayoitwa laana. Unajua laana sio jambo la Mungu. Sema amina. Laana eti kuna babu aliacha laana, kwa hiyo ndio maana watoto wa kiume kila mtoto wa kwanza anakufa. Unajua tafsiri ya kufiwa na mtoto wa kwanza? Haleluya, haleluya. Lakini wewe uliyejaa uweza wa Bwana utakomesha ile roho inayoitwa laana. Hebu sema kwa jina la Yesu aliye hai. Rudia tena, kwa jina la Yesu aliye hai. Roho yoyote inayotesa familia inayoitwa laana, leo naikomesha kwa jina la Yesu aliye hai. Leo natangaza kuikomesha kwa jina la Yesu aliye hai. Isimame na iache kufuatilia familia kuanzia leo kwa jina la Yesu aliye hai. Nini kinatoka ndani yako? Wakati unapotamka, unatoka uweza wa Mungu ndani yako kwenda kuzuia hicho kitu ulichosema. Kwa sababu maneno ni roho. Biblia inasema, Yesu akawaambia, maneno haya ninayowaambia ni roho tena ni uzima. Maneno haya niwaambiayo ni roho tena ni uzima. Okay? Kwa mimi nikitamka nimekomesha, lile neno nalitamkia hapa, lakini linasafiri mpaka pale nilipopataja. Sema amina kubwa. Kwa sababu Biblia inasema kwamba hakuna umbali katika ulimwengu wa roho, na wewe ndiwe uliyewekwa na Mungu kwa ajili ya hiyo familia. Hauko kwa bahati mbaya. Understand this. Mungu angeweza kuruhusu uzaliwe kwa kabila lingine, lakini aliruhusu uzaliwe kwenye hilo kabila kwa sababu ana kazi ya kufanya na wewe kwenye hilo kabila. Sema amina kubwa. Aliruhusu uzaliwe kwenye hiyo familia ambayo unasema ni familia maskini kwa sababu ana kazi ya kufanya na wewe kwenye hiyo familia. Sema amina kubwa. Mungu atakutumia wewe kubadilisha mazingira ambayo hayataki kwenye familia. Mungu atakutumia wewe kuleta mafanikio mapya ndani ya hiyo nyumba. Mungu atakutumia wewe kuondoa vitu vinavyotesa familia. Mungu atakutumia wewe kutabiri mambo mapya na yatatokea ndani ya familia kama ulivyosema. Sema amina. Amen. Lakini ili neno lako liwe na nguvu, please, unahitaji roho ya uwezo. Haleluya. 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 Hebu tusome mahali fulani. Tusome kwenye kitabu kile cha Luka. Hebu tusome Luka, kitabu kile cha Luka sura ya 1. Tusome mahali fulani tuone kwamba kila misheni ya Mungu inahitaji hii roho ya uwezo. Luka ile sura ya 1, nitaanza kusoma mstari wa 26. Inasema, mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa ukoo wa Daudi, na jina lake bikira huyo aliitwa Maria. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yuko pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu.
na Bwana Mungu akampa kiti cha enzi cha baba yake. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Haleluya. Litawezekanaje jambo hili? Mariamu anasema, litawezekanaje jambo hili? Akaambiwa, Roho ya Mungu itakujilia juu yako na kukufunika kama kivuli. Haleluya. Na kufunika kama kivuli, ili uweze kufanya jambo hili nje ya akili zako, nje ya mifumo ya kidunia, nje ya mifumo ambayo imetarajiwa na kutegemewa na wanadamu. Hebu sema kwa jina la Yesu aliye hai. Leo niko tayari Bwana. Ninaomba yule Roho wako awe juu yangu, anifunike kama kivuli, kufanya kila jambo unalotaka kwenye maisha yangu, unalotaka kwenye familia yangu. Ninaomba Roho wako Mtakatifu anichilie juu yangu, anifunike kama kivuli, kuniwezesha kufanya yote ninayotakiwa kuyafanya. Sema Bwana Yesu, ninakuomba usinipungukie wala kuniacha. Nipe neema yako niyafanye yote uliyokusudia, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pesa makofi utukufu. Kwa hiyo Roho wa Mungu ilikuwa akimjilia Mariamu, anamfunika kama kivuli, which means yule Roho wa Mungu anakaa juu yake. Na huyo Roho anayekuja bila shaka ni Roho wa kumwezesha kuzaa mtoto huyo ambaye anatakiwa kuzaliwa bila kuwa na baba wa dunia. Jambo hili kibinadamu haliwezekana. Kwa wanasayansi haliwezekana, kwa wasomi haliwezekana, kwa wanafilosofi haliwezekana, kwa politicians haliwezekana. Lakini neno hili linawezekana tu kwa yule ambaye amefunikwa na uweza wa Mungu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Nataka kuambia hivi, haihitaji PhD kumiliki kampuni ya ushirika. Haihitaji PhD kuwa kiongozi katika jumuiya za kimataifa. Haihitaji PhD ili wewe uweze kufungua biashara kubwa au kuwa mtu mkuu wa Mungu katika dunia hii. Inahitaji tu Roho wa Mungu aje juu yako akufunike kama kivuli, alafu akupe uwezo. Kwa sababu Roho wa Mungu akiwa juu yako, moja kati ya mambo unayoyapata, unapata revelation, ufunuo unaoendana na wakati, kulingana na majira, kulingana na watu. Kwa sababu ili mtu yote afanikiwe duniani, anahitaji mambo manne tu. Afanye jambo sahihi. Sema jambo sahihi. Sema tena jambo sahihi. Kwa wakati sahihi. Sema kwa wakati sahihi. Alafu ile jambo sahihi alifanya na watu sahihi. Sema na watu sahihi. Alafu mahali sahihi. Mtu anaweza kawa muda wake kuolewa umefika. Isa. Ni jambo sahihi kabisa nataka sana. Akachukua hatua ya kuolewa, lakini akaoa au kuolewa kwa mtu ambaye sio sahihi. You understand me? Yaani hili jambo lolote lifanikiwe, linahitaji kufanya kitu sahihi, wakati sahihi, na mtu sahihi, mahali sahihi. Lakini akibishana, ukafanya kitu sahihi na mtu ambaye sio sahihi, hicho ndio kitaka sawa sawa. Haleluya. 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 Ni kama unafungua biashara na mtu ambaye ni mwizi. Mwizi tu anadhulumu watu. Alafu mkaweka share milioni 2. Mnafanya kazi, anatengeneza mishe ya watu wezi bila kuiba zile fedha. Alafu wewe unaona duka lilivunjwa, vitu vikachukuliwa, kumbe ni mpango wa yule wa pili. Kwa sababu sio mwaminifu, ulikuwa unafanya kazi hii na mtu ambaye sio sahihi. Haleluya. Haleluya. Sema nataka kufanya jambo sahihi. Asante Yesu. Haiko. You confess and then you get salvation. Unapokiri unapata wokovu. Sema nahitaji kufanya jambo sahihi, wakati sahihi,
unahitaji uwezo wa Bwana ndani yako. Kwa sababu utamjua. Haleluya. Utamjua na Roho wa Mungu atashuhudia pamoja na roho yako ndani yako. Moja kati ya mambo ambayo unahitaji sana kwenye maisha yako ni kuwa na Roho Mtakatifu, maana Roho Mtakatifu hushuhudia pamoja na roho zetu. Moja kati ya mambo ya muhimu sana unayohitaji ndio hiyo. Akikwambia anakudanganya, ni kweli anakudanganya. Haleluya. Ukikutana na mtu unataka kufanya jambo lolote, huku ndani ukakataa, ukasikia huku ndani kuna mkataa, yaani akakosa kibali machoni pako, huyo mtu sio sahihi. Bwana asifiwe sana. Wala usianze kutafuta ni mchawi au ni kitu gani. Umeshaambiwa sio sahihi. Uwezo wa Bwana utakuwezesha wewe kufanya mambo ambayo kibinadamu hutaweza. Sikiliza, Yesu alitembea juu ya maji kwa uwezo wa Mungu. Haleluya. Kikawaida mtu kutembea juu ya maji sio jambo jepesi. Na Petro aliomba naye atembee juu ya maji. Yesu akataka kutudhihirishia kwa uwezo wa Mungu tunaweza kutembea juu ya maji. Petro akatembea juu ya maji. Tupigie Mungu makofi. Unafikiri kwa nini Yesu alitembea juu ya maji? Alitaka kuudhihirishia ulimwengu yeye ana mamlaka juu ya uumbaji wote. Anamiliki na kutiisha kila kilichoumbwa, kila kilichopo kinamtii. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Unahitaji uwezo wa Bwana. Sema amen. Na uwezo wa Bwana ukiwa juu yako utafanya mambo makubwa. Mariamu alipopata uwezo wa Bwana ulipokuwa juu yake alifanya mambo makubwa. Musa anaambiwa umepata neema machoni pangu, na Mariamu anaambiwa umepata salamu uliyepewa neema, Bwana yuko pamoja nawe. Kumbe uwezo wa Mungu unakuja kwa watu waliopata neema. Haleluya. Kuombea familia yako sio jambo dogo. Maana lazima utambue Mungu amekupa neema. Tumia neema wakati neema ingalipo. Kwa sababu neema ikikoma, hilo jambo lilokuwa unataka kulishughulikia halitapata upendo, na kwa vyovyote hutakuwa umezaa matunda. Ndio maana kwenye Isaya 11 mstari wa kwanza anasema litatokea litatokea chipukizi katika shina la Yese, na hilo chipukizi litazaa matunda. Litafanyaje? Litazaa matunda. Na kwa sababu litazaa matunda, Roho wa Bwana atakuwa juu yake. Unapoanza kuombea familia, unazaa matunda katika ufalme wa Mungu. Kumbuka Biblia inataka tuombe siku zote bila kukata tamaa. Kuna mambo unaweza kuyaombea leo usipende yasifanikiwe. Yesu wanafunzi wake aliwatuma wawili waenda wakatoa pepo. Wakaenda maeneo mbalimbali wakatoa pepo. Wengi sana kwa wanawatii. Wakarudi wakashangilia. Yesu akamwambia, usifurahi kwa sababu hiyo, furahi kwa sababu majina yenu yameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Lakini siku moja akaenda mlimani na wanafunzi wake watatu, Petro na wale wana wawili wa Zebedayo aliowaita wana wa ngurumo. Walipoenda mlimani kwenda kuomba, kule mlimani Mungu alitaka kudhihirisha kwa wale wanafunzi waliokuwa naye watatu kwamba yeye ndiye mwisho wa Torati, au yeye ndiye mkamilishaji wa vyote vilivyoandikwa na manabii na Zaburi na Torati. Kwa hiyo Mungu alifungua macho ya wale mitume, akawa amemleta Musa pale na Elia. Elia alisimama pale kuwakilisha manabii, lakini Musa aliwakilisha Torati. Kwa hiyo Mungu akataka kuwajulisha wanafunzi watatu waliokuwa personal intercessors wa Yesu Kristo kwamba Yesu ndiye mkamilishaji wa sheria na ndiye mkamilishaji wa unabii. Sema bila kubu. Kwa hiyo alipowatokea pale ilibidi walipotokea pale Yesu ilibidi awekwe katika hali yake ya utukufu wa kwanza. Kwa hiyo mavazi yake yaling'aa sana kwa namna ambavyo dobi hawezi kuyafanya kuwa meupe hivyo. Lakini nywele zake pia zikawa nyeupe, uso wake ukawa unang'aa kama jua. Yaani ule uungu akarudishwa katika ile utukufu wake wa kwanza. Wakauona mitume hawa watatu wakachanganyikiwa. Petro akasema, na kuomba Bwana tuweke vibanda vitatu hapa.
akifikiri kwamba haya mambo yataendelea kila siku. Ni alipata confusion. Hallelujah. 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 Kwa Yesu alikuja kukamilisha Torati, alikuja kukamilisha unabii. Nataka nikwambie hata wewe ujio wako kwenye familia kuna mambo umekuja kuyakamilisha. Sema amina. Kuna mambo umekuja kuyakamilisha na kuna mambo umekuja kuyarekebisha. Kuna mambo hayaendi vizuri kwenye familia na wewe Mungu amekupa uweza ili uje ukayarekebisha. Sema amina kubwa. Hallelujah. Tukiuliza ni familia ngapi zilishahusikana na mambo ya ushirikina, utapata inawezekana ikawa robo tatu. Kwa nini? Ndio maisha ambayo watu waliishi kabla kumjua Mungu. Lakini wewe umepata neema ya kumjua Mungu. Musa aliambiwa umepata neema machoni pangu. Na Mariamu anaambiwa umepata neema. Sasa Musa aliyepata neema anaambiwa ainue fimbo yake juu, alafu aigawanye bahari ya Shamu ili watu wapite. Sema amen. Amen. Wewe uliyepata neema kwa Mungu leo, unaweza kuinua fimbo yako ambao ni neno la Mungu leo, katika kugawanya kila teso na kila pito lililopo kwenye familia yako na watu wakaondokana na matatizo hayo. Sema amen. Amen. Lakini kupitia uweza wa Mungu na utenda kazi kwako, unaweza kusahihisha baadhi ya vitu. Ibada za sanamu ukazikomesha kwenye familia, ibada za uchawi na ushirikina ukazikomesha ndani ya familia, watu wanaotegemea uchawi kupata mali ukakomesha ndani ya familia, kwa sababu uweza wa Mungu ukiwa juu yako unakuwezesha kufanya mambo ambayo kibinadamu utaweza. Hallelujah. Are you ready? Uko tayari? Sema amen. Hallelujah. Uweza wa Mungu ulifanya mambo yote yanayoonekana. Kwa hiyo miti iliumbwa kwa uwezo wa Mungu, mimi na wewe tumeumbwa kwa uwezo wa Mungu, na vitu vyote vinavyoonekana. Kwa hiyo katika majira haya, uwezo wa Mungu ni nguvu za Roho Mtakatifu au uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha yako. Ukipata Roho Mtakatifu, ukampokea Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu hawi kwa mtu kwa kudhani. Sio udhani, sio ukimwambia mtu hapa ndani ana Roho Mtakatifu utaona watu wanainua mikono. Lakini katikati ya watu walioinua mikono watakuwepo waliodanganya. Na watakuwepo wasiojua kabisa kama wanaye au hawana. Lakini ziko indications ndani ya Biblia, viko vielekezi au vithibitisho ndani ya Biblia vinavyothibitisha mtu aliyejaa Roho. Hallelujah. 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 Okay. Hebu tuendelee kuyachunguza maandiko kwa habari ya uwezo wa Bwana kuwa katika maisha yako na katika familia. Matendo ya Mitume ile sura ya 1 mstari wa 8. Yesu alisema hivi: lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kwamba ili muweze kuwa mashahidi, ili muweze kutangaza habari za ufalme, lazima uweza uwe juu yenu. Kwa hiyo ukisoma Luka 24 mstari wa 49, anawaambia msitoke huku mjini, subirini hapa mjini mpaka mvikwe uweza. Mvikwe uweza. Mvikwe uweza. Msitoke mpaka mtakapovikwa uweza. Oh my God. Kumbe uweza tutaupata, lakini sio kwa nani, ila ni kwa kuomba. Walikuwa mahali pamoja wakiomba. Biblia inasema ndipo ukaja upepo kama uvumi. Watu wa mahali pamoja wanaomba. Hallelujah, 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 hallelujah. Ni hiyo Luka 24:49 tusome bana. Luka 24:49. Luka 24:49 neno la Bwana linasema: na tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Kaeni huku mjini hata mvikwe uwezo. Yaani mnahitaji mvikwe uwezo. Usiondoke bila kuwa na uwezo. Usiondoke bila kuwa na uwezo. Listen to me. Watu wengi waliamua kuanza walipata fedha tu wakaenda kufungua maduka. Hawakumuomba Mungu. Wakaenda kufungua maeneo ya chakula, restaurant. Wakaenda wakafungua maduka
ya vyakula vya mifugo, wakaenda wakafungua sehemu ya kushonea nguo. Tena anaandika fundi makini wa kushona na kudarisi mitindo yote international. Hayo maneno yatasaidia kama huna uweza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kabla hujaanza chochote, tafuta kwanza uweza wa Mungu katika kulifanya hilo. Ili uwe tofauti na wengine, ni upako utakutofautisha. Only anointing will make you different. Lakini ukisema kwamba mimi naenda tu nikaanzishe kwa sababu fulani alianzisha biashara na yeye akafanikiwa, unaweza usifanikiwe. You need to pray first. Wengine walikopa fedha, wakaenda wakafanya biashara ya kufuga kuku. Mwisho wake zile kuku zikafa zote, wakapata hasara, kitu ambacho kinaweza kupelekea hata na nyumba zao kuuzwa. Walifanya biashara hiyo wakiwa hawana uwezo wa kuifanya. Hawana uwezo wa kuifanya. Hawana uwezo, narudia tena, hawana uwezo wa kuifanya biashara hiyo. Kwa hiyo kwa kuwa hawajavikwa uweza, ilibidi wafanye maombi ya kumsihi Mungu wavike uweza ili waweze kufanya sawa sawa katika jambo hilo. Unataka kuwa kiongozi katika nchi hii, unataka kuwa mwanasiasa, sio dhambi. Kuwa kiongozi, kuwa mwanasiasa sio dhambi. Danieli alikuwa ni mwanasiasa na huko anamtumikia Mungu. Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa wanasiasa na huko wanamtumikia Mungu. Yusufu alikuwa mwanasiasa na huko anamtumikia Mungu. Kumtumikia Mungu na huku unafanya mambo ya uongozi katika serikali sio tatizo. Tatizo ni pale tu utakapokuwa huna uweza katika hilo unalofanya. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Na usipigane na mtu aliye uwezo. Mtu aliyevikwa uwezo anaweza kusurvive kwenye mazingira yote. Mtu ambaye ameenda kuolewa kwenye boma fulani, Mungu alimvika uwezo kwanza, uwezo wa kukabiliana na changamoto zilizopo, wa kukabiliana na huyo mwenzi wake wa maisha, hata kama watu wanajua na shida na matatizo, lakini yeye pekee amevika uwezo wa kuweza kustahimili. Haleluya, haleluya, haleluya. Kushinda majaribu na kushinda dhambi pia kunahitaji mtu aliyevikwa uwezo. Kwa sababu wakati tukiwa duniani, mapambano ni makubwa sana, na mapambano ya shetani ya kukutendesha dhambi, makusudi yake makubwa ni kukuangusha usifikie ndoto ulizo nazo. Sasa inahitaji mtu ambaye ana roho ya kumcha Bwana, ana uweza kukabiliana na majaribu. Maana shetani atakujaribu kwa njia tatu. Yaani mtu hujaribiwa kwa njia tatu. Njia ya kwanza, mtu hujaribiwa kwa tamaa yake mwenyewe. Tamaa yake mwenyewe. Last. Mtu anajaribiwa kwa tamaa yake mwenyewe. Kwamba mtu anasema haya maisha ni magumu sana jamani. Ili hakuna hata watu wengine nasikiaga kuna watu wanasema wanafanikiwa wakienda Freemason. Nataka na mimi nifanikiwe kupitia njia hiyo. Kwanza maisha ni mafupi. Ni bora tu nipate maisha kwa muda mfupi, kwani kufa si kila mtu anakufa. Alafu anaenda kujiunga na mapepo ili aweze kupata mali. Sasa hii ni tamaa ya mtu. Ni mtu amejaribiwa kwa tamaa yake. Tamaa yake kutaka kupata mali. Au mtu anatoa ujira wa udhalimu kwenda kuua mtu ili alipo fedha, au kuua watu ili alipo fedha, wakati akijua kabisa ni kosa la jinai katika ufalme wa Mungu kuua mtu. Kosa lisilosamehewa. Ukifanya kwa kukusudia, alisamehewa. Haleluya, haleluya, haleluya. Usijitie moyo kwa kusema naenda kuua alafu nitakuja kutubu. Nani alikwambia kuua alafu kuja kutubu utasema? Hadi unaenda kufanya dhambi kwa makusudi, unaenda kumchinja mtu unamuua, alafu uje uanze kutubu. Ukitubu umerudisha uhai. Dhambi zenye makusudi. Dhambi zenye makusudi. Dhambi zenye makusudi mara nyingi hazina msamaha. Haleluya. Ndio maana hata mahakamani wakienda wanasema ni jinai. Kosa hili ni la jinai, aliua bila kukusudia, aliua kwa kukusudia. Kama ameua kwa kukusudia, basi anafungwa kifungo cha maisha.
lakini likichunguzwa likaonekana aliua bila kukusudia. Kwa mfano, gari likatika breki likaua watu, sio jambo la kusudi. Lakini umechukua panga ukamkata mtu, ukamkata mpaka akafa, hili ni jambo la kusudia, na unafungwa maisha, kwa sababu ukiachwa utaua wengine tena. Haleluya, haleluya. Yaani huyu akiachwa ataendelea kuua na wengine tena. Kwa hiyo tunaposhughulika na roho ya uweza, au tunapomuomba Mungu atupe roho ya uweza, hii roho ya uweza inatusaidia katika kufanya mambo yote ambayo kibinadamu hatuwezi kufanya. Mimi hapa nikiondolewa roho ya uweza nikaambiwa ni ubiri, naweza nikawa natafuta Mathayo kwenye kitabu cha Mwanzo. Bwana asifiwe sana. Naweza nikawa natafuta Mathayo kwenye kitabu cha Mwanzo. Kwa nini? Kwa sababu anayeniwezesha mimi kufanya hivi ni Roho Mtakatifu, roho ya uweza. Biblia inasema naweza mambo yote katika yeye anayenitia nini? Ni Wafilipi 4:13. Eti naweza mambo yote katika yeye anayenitia nini? Nayaweza mambo yote. Naweza na uwezo wa kufanya kila kitu katika roho wa Mungu anayeniwezesha. Amen. Kwa wanafunzi wakaambiwa, mitume wakaambiwa, mtapokea uweza toka juu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Naomba nirudie hiyo. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nani mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Ni Matendo ya Mitume 1:8. Sasa kazi ya uweza wa Mungu katika maisha ya mtu na katika familia ni nini? Kwa sababu usipojua kazi za kitu fulani, unaweza ukashindwa kukitumia kama ipasavyo. Zipo kazi nyingi za uweza wa Mungu ndani yetu, yaani zile nguvu za Roho Mtakatifu ndani yetu. Uweza wa Mungu ndani yetu ni nguvu za Roho Mtakatifu. Zipo kazi nyingi sana, lakini tuangalie baadhi yake hapa. Uweza wa Mungu ukiingia ndani ya mtu, kitu cha kwanza unamzaa upya. Ule uweza wa Mungu unamfanya kuzaliwa upya. Uweza wa Mungu unapoingia katika maisha ya mtu au katika familia, unafanya ile familia kuwa mpya, sio ile ya zamani. Ninaomba tusome andiko moja alafu nifafanue. Yohana sura ya kwanza mstari wa 12 hadi 13. Biblia inasema, bali wote waliompokea, nasoma kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 12 hadi 13. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliamini jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Wote waliompokea aliwapa uwezo. So uweza, kitu cha kwanza mtu akiupata unambadilisha, unamzaa mara ya pili. Nini maana ya kuzaliwa mara ya pili? What does it mean when you hear somebody saying, I am born again? Be born again. Zaliwa mara ya pili, au nimezaliwa mara ya pili. What does it mean? Kuzaliwa mara ya pili ni hii. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ezekiel, roho itendayo dhambi itakufa. Kufa tafsiri yake nini? Kufa tafsiri yake ni mtengano. Mtu akifa maana yake roho yake imetengana na mwili wake. Kwa hiyo mwili hauwezi kitu tena, kwa sababu ile roho imetengana na mwili. Roho ya mwanadamu, Biblia inasema ni taa ya Mungu. Pumzi ya mwanadamu ni taa ya Mungu ambayo anaitumia kuchunguza mambo yote katika maisha ya mtu. Kwa hiyo roho imeungana na Mungu. Roho ya mwanadamu ina Mungu ndani. Kwa hiyo kitendo cha mtu kufanya makosa au
au kutenda dhambi, roho ya Mungu inajitenga na roho ya mwanadamu. Kitendo hiki cha roho ya Mungu kujitenga na roho ya mwanadamu huitwa kifo cha kiroho. Narudia tena. Kifo ni hali ya mwili kutengana na roho ya mwanadamu. Yaani mwili wako ukatengana na ile roho. Hicho kitendo hicho kinaitwa kifo. Mtu amekufa, roho yake imejitenga na mwili. Maana roho ndio itia uzima, mwili hufai kitu. Kwa hiyo kwa kuwa mwili ulikuwa unawezeshwa na roho, roho inapojitenga na huo mwili huitwa umekufa na tena unaanza kuharibika. Ndio maana watu wanaenda kuzika. Kwa hiyo kwa mfano huo, roho ya mwanadamu inawezeshwa na Roho Mtakatifu. Roho ya mwanadamu inapewa uzima na roho ya Mungu, inawezeshwa na roho ya Mungu. Sasa kama roho ya mwanadamu ikijitenga na Roho Mtakatifu huitwa kifo. Yaani roho imekufa, mtu aliyekufa kiroho, manake hakuna ule uhai wa Mungu ndani yake, hakuna ushirika na Mungu ndani yake, hakuna uweza ndani yake, hawezi kufanya kitu chochote kwa sababu roho yake imekufa. So kama amekufa, huyu mtu anahitaji kuzaliwa mara ya pili. Yesu akasema punje ya ngano isipodondoka ardhini na kufa haiwezi kuzaa na kuongezeka. Angalia mmea. Ukitaka chochote ukikipanda ardhini kinakufa kwanza, alafu kikisha kufa kinachipuka kipya. Haleluya. 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 So ile roho iliyokufa haifai kitu tena. Kwa hiyo inabidi sasa mtu aliyempokea Yesu ampe uwezo, kwa sababu alikuwa hana uwezo, alishakufa kiroho. Inabidi apewe uwezo, afanyike mwana wa Mungu, azaliwe upya. Yaani roho mpya izaliwe ndani yake. Roho mpya. Na utajuaje roho mpya imezaliwa ndani yake? Ile roho ya kwanza iliyokuwa inamuongoza katika kutenda mabaya, hautaona ikimuongoza tena. Aliyezaliwa mara ya pili, huyu ndiye andiko linasema, tazama ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Tazama ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Kwa hiyo kama alikuwa ni mwizi, haibi tena. Alikuwa ni mlevi, halewi tena. Alikuwa anasema uongo, hasemi uongo tena. Alikuwa mzinzi, hafanyi uzinzi tena, maana amezaliwa mara ya pili. Tupigie Mungu makofi mazuri. Jinsi mlivyo hapa sio kipimo cha kusema mmeokoka. Can I say this again? Kuja kwenu hapa kanisani na kuimba nyimbo za mapambio ya sifa na kumwabudu Mungu sio kipimo kudhibitisha kwamba mmeokoka. Kwa sababu kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili. Wale waliokujua mwanzo walijua matendo yako yasiyompendeza Mungu. Mfano mzuri ni Sauli aliyeitwa Paulo. Alikuwa na tabia ya kuua wale watu wote waliokuwa wanahubiri habari za Yesu. Lakini alipozaliwa mara ya pili, naye alikuwa mhubiri kama wao. Pamoja na kwamba wahubiri walikuwa wanamuogopa, wanamkimbia kwa sababu ya matendo wanayoyajua katika maisha yake. Maana hata Stefano aliyekuwa amejazwa roho aliuawa, na Paulo anasema ile kanzu yake aliyokuwa amevaa ilikuwa miguuni mwangu wakati wanamuua. Haleluya. Lakini baada ya kuokoka uone akiua tena, uone akifanya mambo hayo tena, kwa sababu ya kale yamepita, tazama yamekuwa nini? Roho mpya imezaliwa ndani yake, na hiyo roho iliyozaliwa ndani yake inamuongoza katika mema. Ndio maana huwezi kumhukumu mtu ambaye alikuwa mchawi akaokoka. Usimhukumu mtu huyo. Wala huwezi kumhukumu mtu ambaye alikuwa ni mzinzi akaokoka. Na kuna watu wanaingia kwenye wokovu, lakini mchakato wa wokovu unakuwa hujakamilika. Yaani ameingia tu katika ufalme wa Mungu kwa nasibu, kwa bahati. Na alipoingia kwenye ufalme huu wa Mungu, mchakato wa kufanywa upya unaendelea. Ni mchakato unaoendelea siku baada ya siku mpaka mtu kuzaliwa mara ya pili. Haleluya. 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 Sasa mtu huyu aliyezaliwa mara ya pili,
amepewa uwezo baada ya kumpokea Yesu. Kwa hiyo uweza wa Mungu, moja kati ya kazi kubwa katika maisha yetu ni transformation. Hali ya kumhamisha mtu, kumtoa katika matendo ya kale na kumleta katika matendo mapya. Na huu ni mchakato ambao ni Roho Mtakatifu pekee ndiye anaweza kufanya, sio mchungaji, wala sio askofu, wala sio nabii, wala sio mtume, wala sio mwalimu. Kweli mimi nawahubiria na kuwafundisha hapa, lakini ukiondoka hapa sisi matembele naenda kusema sisi, lakini Mungu anachukua kutoka hapo tena. Na nielewa vizuri. Mbona nini? Na nielewa vizuri. Amen. Sema amina kwa. Amen. Hebu kuzaliwa mara ya pili ni mchakato. Unajua kipi kinatangulia? Kinachotangulia ni kutubu dhambi. Ukishatubu dhambi unasamehewa. Alafu Yesu unampokea aingie moyoni mwako. Alafu Roho akija sasa, Roho Mtakatifu akija na huisha, analeta uhai mahali ambapo palikuwa kuna uhai. Aliwapa uwezo. Watu waliompokea Bwana Yesu aliwapa uwezo. Uwezo huo ni Roho Mtakatifu. Kufanyika watoto wa Mungu. Na hao waliopewa uwezo kufanyika watoto wa Mungu ni wale wanaoamini chini ya Mungu. Haleluya. Wangapi wamezaliwa mara ya pili? Wangapi kati yetu wamezaliwa mara ya pili? Kwa hiyo mimi naongoza kanisa ambalo haliwezi kufika milioni yetu. Wangapi kati yenu wamezaliwa mara ya pili? Kuzaliwa mara ya pili yani ni kuacha matendo yale ya kale. Ulikuwa unapiga simu nyumbani kwa danganya, sijui mtoto anaumwa, sijui nini, wa kutumia hela. Sasa hivi ufanye hivyo tangu ulivyookoka. Ulikuwa unadanganya, sijui kuna mtihani wanafunzi, kuna mitihani inahitaji hela, sijui kuna test, sijui kuna mambo station, sijui vitu gani. Tangu ulivyookoka umeacha. Haleluya. Na hapo wanafunzi takamata wote. Nani amezaliwa mara ya pili? Yaani yale matendo ya kwanza aliyokuwa anafanya ameyaacha, sasa anafanya matendo mapya yanayoenda sawa sawa na neno la Mungu. Basi ni wasamehe sasa. Haleluya. Haleluya. Amen. Sasa nini Mungu ametaka tuwe na ukaribu na yeye ili uwezo wa Mungu utende kazi ndani yetu. Kinachosababisha nini kushindwa kuishi maisha ya kumpendeza Mungu ni kwa sababu hamna tabia ya kudumisha mahusiano. Kudumisha mahusiano ngoja niseme kwanza kwa kawaida. Hivi mtu akikutana na wewe akakukumbatia, huyo mtu anakuchukia au anakupenda? Anakupenda eh? Kwa hiyo hiyo ni njia ya kuelezea kwamba anakupenda. Na wakati anapokukumbatia hata wewe unasikia kwa kweli napendwa. Haleluya. Sasa mahusiano yetu na Mungu hayaendi sawa sawa kwa sababu zile njia tulizopewa za kudumisha mahusiano na Mungu hatuzingatii. Moja kati ya njia ni ipi? Njia ya kwanza, ushiriki meza. Ushiriki meza. Njia ya pili, kujazwa Roho Mtakatifu. Sema kujazwa Roho Mtakatifu. Yaani kujazwa, hatuna siku ya kusema sasa tumejaa ya kutosha, hatutaki kujaa tena. Kwa sababu unahitajika kukua kiroho, usile falme za giza, lakini ufanye mambo makuu yanayotokana na uwezo wa Mungu unaoongezeka ndani yako. Lakini kama hukui kiroho na huna uwezo kufanya mambo makubwa kulingana na uwezo wa Mungu ndani yako, bado huwezi sema wokovu. Haleluya. Haleluya. Amen.
Efu kwa jina la Yesu aliye hai. Kila utawala wa giza hauna nafasi kwenye maisha yangu. Kuanzia leo kwa jina la Yesu aliye hai. Na kataa ule utawala kwa jina la Yesu aliye hai. Na ukataa. Na ukataa. Na ukataa kwa jina la Yesu. Uwe na uhakika uwezo wa Mungu upo ndani yako. Kuna uwezo ulioachiliwa na Mungu wa kukuzaa mara ya pili. Ulikuwa ni mlevi, ulikuwa mgonjwa, ulikuwa na ukichaa, ulikuwa ni mchawi, ulikuwa mzinzi na kadhalika. Si kwa sababu unajua sana mambo ya Mungu au Biblia au neno, ila ni kwa sababu ulipomwamini Mungu tu ulipewa uweza ukafanyika mwana. Haleluya. Ndio maana kama haujaokoka au haujamwamini Bwana Yesu na kuliamini jina lake, hakuna uweza utakaoachiliwa ndani yako wa kukubadilisha. Na hili ndio tatizo kubwa la watu wengi wanaoingia makanisani, lakini baadaye unakuta wanafanya matendo yasiyoendana na kanisa. Unakuta wanafanya matendo yasiyoendana na Ukristo kwa sababu hawajawahi kuzaliwa mara ya pili. Hawajawahi kumwamini Yesu. Yaani waliongozwa tu, lakini mawazo yao ya uchafu na uongo na wizi yalibaki kwenye fikra zao. Hawakutaka kutakaswa, hawakutaka kubadilishwa ili wafanyike upya kwa uwezo wa Mungu. Hawakutaka. Kwa hiyo hawakuwahi kuzaliwa mara ya pili, lakini wako makanisani yetu wanaamini kwamba Yesu atakaporudi atawachukua, hata wachukua. Haleluya. Haleluya. Amen. Watasema, Bwana, mimi nilikuwa naendaga pale kanisani kwa Apostle William kila siku na tulikuwa tunafundishwa na nilikuwa nasikiliza na nilikuwa naandika notes na kitabu na diary ya kuandika notes hii hapa. Ataambia sijui utokako. Sijui utokako. Kwa sababu hukuwahi kuzaliwa mara ya pili, uliishi matendo yale yale ya zamani na ulikuwa unaingia kanisa. Haleluya. Kazi ya pili. Uwezo wa Mungu ukishaupokea unawezeshwa kufanya mambo yasiyokuwa ya kawaida, mambo yasiyokuwa ya kibinadamu. Kazi nyingine ya uwezo wa Mungu ni kukuwezesha wewe kufanya yale ambayo kibinadamu huwezi. Wafilipi 4:13, naweza mambo yote katika yanitia nguvu. Kwa hiyo uwezo wa Mungu kiachiliwa ndani yako au ndani ya familia, unakusudia kufanya yasiyo ya kawaida. Wanafunzi wa Yesu ili wamhubiri Yesu kwa ujasiri wote walihitaji uwezo wa Mungu ndani yao. Uwezo wa Mungu ulipowashukia ndani yao katika Roho Mtakatifu, walijikuta wanahubiri habari za Yesu kwa ujasiri wote, wakifungua watu na kuwaponya magonjwa yao kwa sababu ya uwezo wa Mungu uliokuwa ndani yao. Haleluya. 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 Nisikilize vizuri. Tukitaka hapa pawe center ya kutibu kila ugonjwa ulioko duniani ulioshindikana, inawezekana. Nitahitaji tu mashujaa wachache tu watakaosema tuko tayari kufunga na kuomba ili Bwana tumiminie uwezo. Alafu wakishavikwa uweza, lete pressure, lete cancer, lete HIV, lete magonjwa yote, lete utasa, lete matatizo ya mifupa yote yatatatuliwa hapa, kwa sababu uweza utakuwa unawatoka na kuwaponya watu. Utahitaji Prado, wala utahitaji hapa, wala utahitaji gari lolote la thamani unalolihitaji unafaa. Kwa sababu watakuja navyo hivyo vitu kukuletea wewe. Watu mnakazana sana kusoma, mtafute kazi, mkalipo shilingi 300. Ufalme wa Mungu unawatafuta watu watakuwa tayari wavipo uwezo
wa kiungu ili waponye magonjwa yote sugu, watatue matatizo yanayotesa watu, lakini nobody is there. Watu wanalia wanasema kuna ajira zimejaa. Kubali huu mwili ufe kwanza huu ili usaliwe ule wa roho. Mkono huu usipokufa, uliokuwa unatenda dhambi, usipokufa, hautachipuka ule mkono mpya wa roho wenye ishara ya miujiza. Na ili ufe huu, lazima ukubali kuacha yale matendo ya dhambi, alafu utubu na ufunge. Unatakaswa mpaka unakuwa kama umeme. Unatakaswa mpaka unakuwa mweupe sana. Kwa hiyo wakati huo sasa, uwezo wa Mungu ukikaa juu yako, lolote unalolitamka linatokea. Haleluya. 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 Sije nikwambie jambo. Mimi niko hapa na hudumia ili kanisa. Na hata watoto wangu barakada wakada wanauliza, hivi baba unapata nini? Kwa sababu wakiangalia matoleo hapa wanafanya. Mimi Mungu ameniunganisha na watu kutoka Italia, France, na watu wa Amerika, na watu wa Uingereza. Nina watu wanaohudumia katika mataifa mbalimbali, Kenya, Uganda. Na wengi ndio wamekuwa wakisupport. Naweza nikawa leo sina hela, kesho niko na hela. Naweza nikawa leo sina hata 100, kesho niko na hela. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema ukitafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtapewa. Hauhitaji kutafuta kingine. Anasema hayo mengine yote mnayoyataka, mkishapata ufalme wa Mungu na haki yake, mtaipata yote. Haleluya. Haleluya. Danieli alipoutafuta ufalme wa Mungu, aliishia kuwa waziri mkuu. Yusufu alipoutafuta ufalme wa Mungu, aliishia kuwa waziri mkuu. Shadraka, Meshaki na Abednego walipokuwa wameubeba ufalme wa Mungu, waliishia kuwa watu wakuu wa kutawala majimbo katika ufalme wa Nebukadneza. Kama Mungu anaheshimiwa na kuogopewa, alafu umembeba, kwa nini usiheshimiwe? Au kwa nini usipate heshima kwa sababu ya kumbeba huyo aliye mkuu, anayeogopwa na kuheshimiwa? Yesu alipokuwa anakwenda Yerusalemu, alikuwa amempanda mwanapunda. Yule mwanapunda alitandikwa mavazi. Yule mwanapunda nafikiri alitembea kwa fahari sana, maana ni tendo ambalo hakuna punda yote iwe mtendea. Kwa yule mwanapunda alikuwa anatembea, anafurahi na kelele, watu wanashangilia mwanapunda pale, yeye nafikiri alikuwa anajisikia furaha sana. Lakini Yesu aliposhuka tu, yule punda aliporudi baadaye, hakukuta mtu yote anayeshangilia, wala hakukuta mahali ametandikiwa hata tambara. Wakati anarudi, kumbe aliyekuwa amembeba ndiye aliyekuwa amesababisha ile heshima. Sema amina. Amen. Haleluya. Ukimwacha Yesu utadharauliwa. Mbebe Yesu upate heshima. Mbebe Yesu upate vyote vya maisha yako. Mbebe Yesu ili familia yako itukuzwe, ili familia yako inuke. Lakini ukimwacha Yesu hakuna wa kutukuza. Amen. Okay. Tuseme Bwana, ninaomba uwezo wako. Ulia tena, naomba uwezo wako Bwana ukawe juu yangu, kuniwezesha katika mambo yote, katika mambo yote, katika mambo yote, katika mambo yote. Zaburi ya 105 mstari ule wa 4 nasema, mtakeni Bwana na nguvu zake, mtafuteni uso wake siku zote. Mtakeni Bwana na nguvu zake, mtakeni Bwana na nguvu zake. Zile nguvu za Bwana zitakeni. Tafuteni uso wake siku zote. Kwa hiyo katika kumtafuta Mungu uso, kuna mambo kadha wa kadha. Nashangaa sana nikamwona mtu amekuja kanisani,
Alafu hayupo kwenye ibada ya kusifu na kuabudu, hakuwepo. Anakuja tuwasikilize. Na tena anasikiliza huko akiangalia saa. Ana haraka na mambo, majukumu mengi sana. Siku akifa, sijui majukumu nani atabeba. Sijui nani atafanya ya mambo. Mpeni Mungu muda. Mpeni Mungu muda. Wewe amekupendelea, amekupa siku 6 ziwe zako. Lakini moja tu ndio amechagua kwa. Kwa nini usikae kabisa siku ya Bwana? Mimi nakaa hapa tangu asubuhi mpaka jioni na familia. Siku ya Bwana. Alafu jioni naondoka hapa baada ya kumaliza ibada. Kwa sababu ni siku ya Bwana iliyotengwa. Ukitakasa utakuwa umemtukuza Mungu na Mungu atatukuza maisha yako. Hakuna namna Mungu atakuacha. Lakini ukishapuuza ukaona Mungu ni wa kwenda kumwabudu kwa lisaa, wengine wanatafuta pale kan ibada inachelewa. Inaendaga mpaka masaa 2:30. Nataka mahali ambapo ni chapu dakika 15. Hizi ibada za kipagani tuzizi. Tunataka ibada ambayo watu watamuomba Mungu, watamwabudu, watasikiliza neno na hilo neno libadilishe maisha yao. Hatuendi kanisani kama fashion. Bwana asifiwe sana. Tunaenda kanisani ili tusikie ujumbe na tuweze ule ujumbe tuuelewe. Hata wengine wanawekea sheria za kuhubiri. Dakika 15 utasalimia au utataja maandiko au utafafanua au utafanya. Watu wana haraka. Wanaingia tu kanisani yani kama kutimiza wajibu fulani, alafu wanatoka wanarudi nyumbani kwenda kuendelea na shughuli zao. Mambo ni mengi, maisha ni magumu. Wale wanaokufa waliwahi kurudi hata siku moja. Uliwahi kwenda kwenye kaburi ukakuta yule aliyelala anasema nimechoka jamani, nimechoka kulala hivi maana walilaza kwa mgongo, ninaomba nigeuke nilale kiupande upande. Hata siku moja utakuta hiyo. Kule ni uko nyumbisi. Lakini ukiwa duniani, tumia muda wako vizuri na Mungu. Mtakeni Mungu na nguvu zake. Tafuteni uweza wake, tafuteni uso wake daima. Uso wake unatafutwa daima. Kama kuna siku litakiwa usifanye kwenda kutembelea watu, usifanye ya kwenda kuzurura mtaani, usifanye ya kwenda kupiga umbea, ni siku ya leo inaitwa siku ya Bwana. Kaa karibu na Bwana, tafakari uzuri wake. Ibada ikiisha, baki na Biblia kusoma. Ikifika jioni tumemaliza ibada ya jioni, ondoka kwa amani. Baraka za Mungu zikufikia. Biblia inasema Mungu alipoiumba Sabato alitakasa akaibariki. Kwa hiyo siku ni siku pekee katika siku 7 za juma ambayo imebeba baraka. Ndio siku iliyobarikiwa, ndio siku iliyobeba baraka pekee. Zile 6 ulizonazo sasa. Kwa nini masaa 12 kitu gani? Au masaa 8, wewe kuja masaa 8. Bwana asifiwe sana. Usiseme mimi na mambo mengi ya kufanya pasi, unajua kuna mitihani kuna nini? Mungu huyu mwenye ambaye ndiye anayewapa wanadamu uwezo, atakupa uwezo wa kupasua. Watu wote watakushangaa. Wewe kanisani unamtumikia Mungu, lakini kija mitihani wewe ni namba 1. Sema bila kubwa. Kwa sababu Mungu anakupa uwezo. Biblia inasema usiulize utasema nini? Maana Baba yenu wa mbinguni atawapa kitu cha kusema wakati ule. Sijasema ugote kusoma. Haleluya. Sasa mahusiano yetu tutayaboresha kwa kuhakikisha tunapata muda wa kutosha kufanya ibada. Ibada ni nini? Ibada ni mahusiano kati ya mtu na Mungu. Ni mahusiano kati ya mtu na nani? Lakini maombi ni mazungumzo kati ya mtu na Mungu. So tunahitaji tuwe pamoja. Biblia inasema njoni tusemezane, asema Bwana. Njoni tusemezane, okay? Mungu anatuinvite, anatualika tuende tusemezane. Una shida umeibeba, lakini umetenga muda kiasi gani kusemezana na Mungu wako? Kumueleza zile changamoto, kumueleza yeye aonaye siri,
kumweleza yule ajuaye tabu, yule ajuaye sikitiko, yule ajuaye magumu, yule anajua mapito ya mwili, anayejua mapito ya watu. Una muda kisia ndio kumwambia. Hauna muda kuzungumza naye. Umekuwa kimya. Wewe unakuingia kanisani na kuona unachelewa unakimbia. Tukitangaza meza ya Bwana, ushiriki meza ya Bwana. Hautaki kushiriki meza ya Bwana. Meza ya Bwana kazi yake nini? Meza ya Bwana tumepewa hiki chakula cha kiungu ili kwamba Yesu kwa njia hiyo, yani tuwe tumeula mwili wa Yesu na damu ya Yesu, tusife tena tuishi. Hilo ni tendo la imani, kama vile mtu anavyotakaswa kwa imani, kama anavyompokea Roho Mtakatifu kwa imani, kama anavyobatizwa na kusamehewa dhambi zake kwa imani. Kwa hiyo unapokula mwili na damu ya Yesu ambao ni ngano na uzao wa mzabibu, Yesu anakuwa ameingia ndani yako na kufanyika mwili. Kwa hiyo unakuwa sio wewe tena, bali ni Kristo. Sasa kushiriki meza ya Bwana kunamsaidia mtu kushinda dhambi, kushinda mambo magumu ambayo kibinadamu asingeweza. Lakini kushiriki meza ya Bwana kunamfanya mtu ashinde mapambano ya kiroho. Analala anaota mandoto ya hatari, anaota ndoto ngumu, ananyongwa na kimbizwa na pigwa. Akishamvaa Kristo, hizo roho zote zinashinda. Haleluya. 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 Lakini Yesu akasema, aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu, huyo hukaa ndani yangu nami hukaa ndani yake. Alafu akasema, aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu, nitamfufua siku ya mwisho. Nitamfufua siku ya nini? Kwa hiyo watakaofufuliwa pia ni wale ambao wameonekana ni sehemu ya mwili wa Kristo, walishiriki meza ya Bwana kwa taratibu zilizowekwa katika makanisa waliokuwa kiabudu. Unaelewa sio? Kushiriki meza ya Bwana sio compulsory. Yaani mtu anajionea tu, sio lazima. Hakuna ulazima. Sioni kama ni lazima, hauni. Hili ni jambo ambalo ni obligation kwa. Ni lazima. Halina choice. Kama you are a true Christian. Na meza ya Bwana ilitolewa kwa ajili ya wenye dhambi. Tumewekewa sheria na dini. Lakini nawaambieni, Roho Mtakatifu aliye kiongozi wa kanisa, ambaye Biblia inasema, Yesu alisema atakapokuja huyo msaidizi atatoa kati ya yaliyo yangu na kuwapasheni habari zake. Na hatasema jambo lolote kwa habari ya nafsi yake mwenyewe, bali atasema yale nitakayomtuma, na atawakumbusha na kuwafundisha. Haleluya. Kwa hiyo, kwa kuwa mwili wa Kristo ulitolewa kama tiba pekee ya kumsaidia Mkristo ashinde dhambi, ya kumfanya Mkristo awe na mahusiano na Mungu, tunasema watu wote washiriki meza ya Bwana. Kwa sababu kula sio dhambi. Ila Biblia inasema tusishiriki mwili na damu isivyostahili. Isivyostahili maana yake ukiwa na dhambi, tubu kwanza dhambi zako, na Mungu atakusamehe baada ya kutubu mwezi mzima au kutubu mwaka mzima. Hivi kushiriki isivyostahili kwa sababu mimi nina dhambi, nitenda dhambi jana, hivi akifungua mlango nitaingia na kukaa pamoja naye, tutakula naye na kulala naye. Anagonga mlango, shiriki meza ya Bwana, hautaki, ila unapenda kuja kusikiliza mafundisho kanisani. Wengine wanasema mimi nampenda Pastor William. Okay, it's okay, you love me. It's okay. Lakini sina mbingu ya kukupeleka. Ili ufike mbinguni lazima ufuate protocol. Narudia tena. Kama unakuja hapa kushangilia au kusikiliza moyo wako ukasiuzika, ujue kuanzia leo mimi sina mbingu ya kukupeleka, ila mbingu anayo Mungu. Sema amina. Yesu alisema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa kupitia mimi. Kwa hiyo mimi sina njia ya kuweza kukufikisha, ila njia ni Yesu. Haleluya. Yesu amesema aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu, huyo ana uzima ndani yake, wa utaki.
Fanyeje? Nikupige? Siwezi. So, tunataka kuona uwezo wa Mungu katika maisha yetu na katika familia, lakini haiwezekani kama mahusiano yetu na Mungu yanazorota. Hallelujah. Hallelujah. I'm sorry for saying this. Nawezekana kwamba naongea kwa ukali, lakini I'm so sorry. Mimi nimetumwa na nilitolewa kwenye taaluma yangu. Nilitolewa kwenye kazi zangu, nilitolewa kwenye mambo yangu mengi ambayo nilikuwa nayafanya. Of course, nikaja kwa ajili ya kazi hii. Na naifanya hii kazi nikiwa najua hii kazi itanipa taji na itanihukumu. Sio sababu mimi kwenda kuhukumiwa. Mimi nitakueleza ukweli. Unanuna ukiacha kuja hapa kanisani chokee. Yaani ukiacha kuja hapa kanisani ubaki salama na Mungu akusaidie ukwenda. Lakini nitakueleza ukweli. Hakuna namna unaweza kudumisha uhusiano na Mungu wakati hutaki maombi ya Roho Mtakatifu, wakati hutaki kushiriki meza ya Bwana. Na hayo ndio Yesu aliyoyaweka ili tushinde falme za giza. Unakuta mtu siku zote anaingia kanisani, haja kushiriki meza ya Bwana. Kila siku anasema mimi nina dhambi, lakini mimi nina dhambi. Lini utatubu? Ukifa leo na ulikuwa uko kanisani. Hallelujah. Naomba nishie. Oh, hallelujah. 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 Hallelujah.
katika wimbo mmoja wa kuabudu. Oh yes. Wimbo mmoja wa kumwabudu Mungu. Hebu nitengeneze moyo wangu. Andaa moyo wangu. Andaa moyo wangu. Thank you.
Sema Bwana Yesu. Rudia tena, sema Bwana Yesu. Ninajua unanipenda. Uhai wako ulitolewa kwa ajili ya maisha yangu, ili nisamehewe dhambi zangu na nipate uzima milele, ili niishi duniani nikishinda falme za giza na kila falme za kuzimu na kila falme za kipepo na uchawi na ushirikina wote kwa uweza wako. Ninakuomba Bwana, unisamehe dhambi zangu nilizozitenda kwa kujua na kwa kutokujua. Ninaomba Bwana, yafute makosa yangu kwa damu yako takatifu. Nifutie makosa yangu Bwana kwa damu yako takatifu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu kwa kunisamehe dhambi zangu. Leo Bwana, nampinga shetani na kazi zake zote kinyume na maisha yangu. Dhambi zote anazonifikirisha na kunitendesha kuanzia kwenye mawazo, Bwana, leo nampinga adui shetani, adui wa haki yote, adui wa msalaba, adui wa kweli yote. Ninampinga kwa jina la Yesu. Bali leo Bwana, ninakupokea rasmi na kupokea rasmi. Bwana Yesu, nimesikia habari zako na nimeamini ya kwamba wewe ndiwe Bwana wa Mungu, tena ulikuja kwa mwili ukafa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu na ukafufuka, uko hai milele na milele. Leo nakupokea, unipe neema Bwana ya kuweza kuishi maisha matakatifu, ya kushinda dhambi, nishinde kama ulivyoshinda. Karibu moyoni mwangu, karibu moyoni mwangu, fanyika kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, mimi na familia yangu. Asante Bwana Yesu kwa kunipa wokovu. Kuanzia leo mimi ni mtoto wako. Kuanzia leo mimi ni mtoto wako. Natangaza rasmi, nimemkataa shetani na kila ibada za mashetani ninajitenga nazo kwa jina la Yesu. Asante Yesu. Amen. 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 Kwa maneno hayo nataka samehewa dhambi zako zote. Na kuanzia sasa umeitwa Bwana wa Mungu bila kujali dhambi uliyofanya. Imeshafutwa na tazama ni kuwa mapya, anza upya tena sasa. Haleluya. Kuanguka ulianguka, lakini Mungu amekusamehe, anza upya tena. Sasa baada ya kusema haya machache, tunahitaji mshiriki meza Bwana wale ambao wako tayari. Kasoro tu tumewaza sana, tumefikiria kwa kuwa watoto ambao wako chini ya miaka 12 hawajaelewa sana mafundisho. Tunawaza pia kwa vile hawanikiri dhambi, wao tuache mtu kuanzia miaka 12 ni haki yake ili aweze kushinda. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwaalika wale wanaoshiriki meza Bwana muweze kusogea hapa mbele kwa haraka. Kwa haraka sana. Atakuwa na muda mwingi. Naomba Lilian usogee hapa. Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya yote. Wewe usiku ule ulipotolewa ulisema huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili ya wengi. Ukasema ya kwamba ulai mwili wako na kuinywa damu yako atapata uzima milele. Bwana Yesu, ninakuomba kwa neno lako mkate huu utakasike na kubeba ule uhalisia wa kiungu. Kila atakayeshiriki mwili huu, kipande cha ngano hii, akabadilishe maisha yake ya kwanza yasiyokupendeza. Ukampe neema ya kuishi maisha matakatifu kuanzia leo. Mpe neema Bwana ya kupokea uweza wa Roho wako dakika chache zinazokuja baada ya kushiriki meza yako leo. Bwana, tunatarajia utamwaga uwepo wako mahali hapa kwa ajili ya kusaidia kanisa hili. Maana ulinituma mimi, lakini peke yangu sitaweza bila wewe, na nguvu zangu ni wewe. Ninakuomba Bwana, wajalie watu hawa waone kile kilichojificha katika mwili wako na damu yako,
ile siri ya kushinda dhambi, ile siri ya kumshinda shetani kabisa, katika jina la Yesu. Amen. Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya uzao wa mzabibu ambao ndio uliotuachia kiuwe kielelezo cha damu yako tunapokaa hapa duniani. Ninajua kwa maneno yako wakati wa karamu ile usiku ule ulisema hutakunywa tena uzao wa mzabibu hata utakapokunywa ile divai mpya katika ufalme wa Mungu. Mungu, tukiwa tunaisubiria hiyo karamu ya mwana kondoo inayokaribia kutokea siku chache zijazo utakapofunuliwa, tunaendelea kuadhimisha amri hii uliotuachia ya kumega mkate, kunywa damu yako na kutangaza mauti yako hata utakapokuja. Ulisema ainywae damu hii ambayo ulisema imetolewa kwa ondoleo la dhambi anatangaza kufa kwako na anatangaza mauti yako hata utakapokuja. Bwana, ninakusihi kila atakayeshiriki uzao huu wa mzabibu ambao ulikuwa kilisho cha damu yako, dhambi zake zikafutwa kabisa na akafanyike upya ndani yako. Mungu, ukampe uwezo wa kutangaza habari zako kila mahali. Mpe neema kushinda pia dhambi na majaribu yote yanayomkabili katika jina la Yesu. Amen. Nafikiri kila mtu umepata kikombe. Mimi najua wakati tunaendelea kupewa hiyo umepewa. Nguvu ya Yesu. Hebu kuweka moyo wako kwa namna ambayo unataka Mungu akuonyeshe. Nataka tuimbe wimbo daima. Sababu kuna nguvu ya ajabu. Tumwimbie Mungu wimbo huu na tuamini. Ninaushiriki mwili wako na damu yako leo. Ninakuomba unipe mwanzo mpya. Kuanzia leo ubadilishe maisha yangu kwa nguvu zilizomo ndani yangu. Bwana, yamkini sistahili, lakini nakuomba unistahilishe kwa neema yako. Kwa neema yako niwe miongoni wa wale elfu uliowarehemu na kuwasamehe dhambi zao. Ninakuomba Bwana, kupitia meza hii ya leo maisha yangu yabadilike kabisa. Nikashinde dhambi, nishinde majaribu, niishi maisha matakatifu. Unitumie kama upendavyo katika jina la Yesu. Naweza kushika sasa. Hakikisha naamini hakuna mtu amekosa. Kuna mtu aliyekosa. Shiriki haraka.
Nasema shetani na falme zote za giza, na kutangazia kuanzia sasa mimi si wako tena. Kuanzia leo nimeaga, ondoka na magonjwa yako, achia maisha kwa jina la Yesu aliye. Mtume niko najuza Baba Mungu, natamka uponyaji katika miili hii, kwa kuwa kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Ninaomba hii damu aliyoshiriki mtoto huyu, pressure, sukari, kansa, tatizo la mifupa, utasa, maumivu ya tumbo, maumivu ya nyama, magoti, kila ugonjwa ukatoke kwa jina la Yesu, na uzima mpya ukaingia ndani ya miili katika jina la Yesu naomba. Tumoja sema amen. Amen. Rudi ukae. Niombe ukamate sadaka yako kwa haraka, tutoe Bwana. Nijaze uwezo. Karibu Bwana. Sema tena, karibu Bwana Yesu. Karibu Bwana Yesu. Roho Mtakatifu mshukuru. Asante kwa ajili ya mtu yeyote anayeonewa, ambaye shetani alimtumikisha kwa miaka mingi, kwa sababu wewe sasa unaenda kumfungua na kumjaza roho wako. Asante Yesu kwa ajili ya mwanafamilia mmoja ambaye unasema yeye ndiye aliyebeba funguo za baraka za familia, na kushukuru kwa ajili ya huyo ambaye vita yake imebuya kubwa kwenye ulimwengu wa roho kwa sababu ya utajiri aliyobeba. Kwa ajili ya utajiri aliyobeba, Baba, ninaomba mafuta yako yamiminwe juu ya kila mtu. Hebu kila mmoja aanze kusema asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Sema tu hivyo. Sema tu asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Kuna watu wanaenda kupokea nguvu hapa dakika hii. Wewe sema tu asante Yesu. Kusema asante manake you need it. Sema asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Sema tu asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Watu wanafikwa uwezo. Sema asante Yesu. Ninaona ule uwepo wa Mungu. Ninaona lile wingu la Mungu tayari. Lile wingu lililobatiza wana wa Israeli. Ninaona limekaribia kwenye hema. Ninaona limefurika ndani ya hema tayari. Ninaona tayari sasa watu ndani ya wingu. Watu ndani ya wingu la Roho Mtakatifu. Ninaona sasa watu wakijazwa uweza, wakivikwa uweza. Ninaona mtoto mmoja amebeba hata wa familia. Ninaona mtoto mmoja
fedha yako na kushika na kutenga hiyo madhabahu iliyoshika uchumi wako, iliyoshika fedha yako, ninakutenga na hiyo madhabahu kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea uwezo, pokea uwezo, pokea uwezo. Yes, ninaona mtu analala usiku anaota ndoto. Anaota baba yake anamjia na wakati baba yake alishakufa. Na anakuja analala naye kitandani. Analala naye kitandani. Agano la kichawi. Hilo agano la mizimu na zina. Hilo agano la mashetani sasa. Ninalivunja kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu aliye hai. Hiyo kwa jina la Yesu. Hiyo kwa jina la Yesu. Naliangusha hiyo agano. Kuna tumbo la mtu. Kuna tumbo la mtu. Tumbo la mtu. Tumbo la mtu. Nimejazwa gesi za kipepo. Naweka moto hapo kwenye hilo tumbo. Kwenye hicho kitofu. Kwenye hicho kitofu. Naweka moto sasa. Naweka moto wa Mungu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Jesus Christ. Inaonekana kwa shughuli sema kwa jina la Yesu. Efana ukata ule mtawala. Kwa jina la Yesu. Uliozuia maisha yangu. Niangalie narudi. Na uvunja ule utawala. Before Jesus Christ. Kwa sababu wa Yesu. Wale maadui wanaozuia utawala. Wametupwa nje. Katika jina la Yesu aliye hai. Nenda kamiliki kile Bwana alichopokea. Pokea nguvu mpya kwa jina la Yesu. Nenda kamiliki kile Bwana alichopokea. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nani huyo anayesema kwamba huyu ni tajiri lakini hatafanikiwa? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Na ukasema tumbo lake la limiliki wewe. Achia tumbo lake. Achia maisha yake. Kwa jina la Yesu aliye hai. Sura bandia. Wakasema wewe hautapokea ile baraka yako, furaha yako, na kutenga na una uchungu moyo. Bwana anasema nimekumbuka kilio chako. Wewe usiwaze. Hilo mikono yako juu. Hilo mikono yako juu. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Tenga kila madhabahu. Tenga kila madhabahu. Tenga kila madhabahu. Tenga kila madhabahu. Right now, kila madhabahu. Fire, Jesus mighty. 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 Tawala wa giza. Out! Out! Usiuke tena kwa jina la Yesu. Tawala giza. Out! Kwa jina la Yesu. Mwili wote. Utawala wa giza. Utawala wa giza. Maagano ya kikabila kwa jina la Yesu. Nasimama kama mchumba wa Kristo mbele yako. Ninaamuru utawala uvunjike sasa. Ninaamuru hiyo miliki ianguke kwa jina la Yesu aliye hai. Out! Kwa jina la Yesu aliye hai. Na kukabili kwa upanga wa neno la Mungu. Na kukabili kwa upanga wa neno la Mungu aliye hai. Achia Mungu. Achia maisha yake. Agano la siri. Agano la siri. Futika kwa siame. Leo nimewahukumu mashetani wote mnaokanda leo mwili. Huu sio mwili wenu tena. Yesu ameuchukua mwili huu. Tangu niliposhiriki meza ya Bwana mitego. Na kuanzia sasa na Muhammad. Tukache. Kwa jina la Yesu. Epoyo kwa jina la Yesu. Na ukawa usiku kwa jina. Hebu ni wakona juu zaidi pale. Sema
ajili ya jambo hilo. Sogea mbele, kuna watu ndoto za kufa, watu waliokufa wako na wewe. Roho Mtakatifu anasema uombewe sasa. Oh my God, oh my God. Ndoto za kufa, watu waliokufa wako pamoja nao. Sogea hapa mbele, kwa sababu Roho Mtakatifu anasema kuna sababu ya kukuleta ili utende. Ndio nikono juu. Sema Bwana Yesu, ninaomba neema yako iliyofungua wengine ipite ndani yangu na kunifungua sasa. Nakataa ile mauti niliyotengenezewa na adui shetani. Sitakufa mimi, bali nitaishi. Kuanzia leo najitenga na kila madhabahu na kila roho inayopigana na mimi kwa ajili ya mauti, mishale ya mauti. Leo nairudisha nyuma kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Wewe baba wewe. Toka baba sawa. Toka. Unasema nataka ndoto muda. Wewe. Toka kwa sio wewe. Toka. Baba wa mambo ya kichawi. Na kuamuru toka ndani yako. Kama kwa watu wa kulia. Komboa uchumi wake kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nakutenga na mauti kwa jina la Yesu. Mauti toka kwa jina la Yesu. Mauti toka kwa jina la Yesu. Mauti toka kwa jina la Yesu. Haleluya kaka. Mafuta yako yatakuja hapa. Yakamkomboa na kwa mamlaka na kuna wanafunzi wanaomba wasirudie masomo. Nguvu yako ipite baba. Na kuna mmoja anamlilia Mungu kwa sababu amefeli na ndugu zake wengine pia walishafeli na bila. Nguvu yako inapita. Sasa wewe unaomba usirudie mitihani kwa mamlaka chini. Ulikuwa unatamani uvuke mitihani yako na utaki kurudia, naomba utumie nafasi hii kukimbia hapa mbele kwa dakika moja. Yule ambaye ndugu zake wawili walifeli na kuna namna na yeye amefeli, nitahitaji kuona na ibada ikiisha ifuate. Naomba kusogea hapa mbele kwa haraka wale ambao wanamuomba Mungu wasifeli mitihani. Naomba usogee. Mnahitaji roho ya uweza katika kuwawezesha kufikia ndoto zenu. Hamtaweza kufika kinadharia na kwa akili tu. Mtafika kwa sababu roho wa Mungu anawafunika na kuwawezesha. Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya wanafunzi hawa. Ndani yao wapo viongozi wanaoenda kusimamia haki katika maofisi mbalimbali ya serikali. Wako wengine watakaopenya na hata kufika bungeni katika nyakati hizi zilizokuwa wewe. Ninaona hapa wakiwepo wabunge, wanasiasa. Ninaona watu wa haki wakiwa hapa. Bwana, ninaomba neema yako ikawe pamoja nao wanaosoma kwa ajili ya kwenda kuwa watendaji katika vijiji mbalimbali, katika kata mbalimbali na katika maeneo mengine yote. Ninaomba Mungu wasaidie watu wa haki hawa wakaweze kutatua migogoro ya watu. Ninaomba neema yako kuanzia sasa iwe juu yao. Wafanye vizuri katika mitihani yao, wafaulu kwa ufaulu unaotakiwa na wafike katika viwango walivyokusudiwa kufika katika jina la Yesu. Ninatamka kuanzia leo hamtafeli katika jina la Yesu. Roho ya Mungu itakaa juu yenu kama kivuli
kuwafunika na kuwasaidia wakati wa mafunzo na wakati wa mitihani kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu atawakumbusha kila kitu mlichofundishwa ili muweze kujibu mitihani kwa usahihi. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninawatenga na kila roho inayofuatilia maisha yenu, inayofuatilia hatima zenu, wale maadui wanaopigana na hatima zenu, na watenga nao kwa jina la Yesu. Endeni mkainuke kuanzia leo. Leo ninatamka kuwainua kwa jina la Yesu. Nimewainua kwa jina la Yesu. Nimewainua kwa jina la Yesu. Nimewainua katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Mwende muinuke, mfanikiwe, mfikie ndoto njema, mkawe watu wakuu na Mungu alivyokusudia katika jina la Yesu. Amen. Tuseme amen. Ulinzi wa Mungu utakuzingira kama wingu wa moto. Shauri yote atakayofuatilia usiku wa manane na saa yote hatakuona. Mungu akuhifadhi maisha yako. Kae kwa amani na usome kwa bidii. Mungu akuwezeshe.